Who is the leader? Kwanza kabla ya leader ni kundi, kwa sababu kuna wengine wanafanya kazi kama kundi lakini hawaji identify kama kundi. Unajua wengine ni si familia tu bana. Sisi ni kundi as kundi. Yes. So hii ni kundi au familia? Ni kuelezea vizuri, ni kusema this is a brotherhood, hii ni familia. Kwa sababu gani imekuwa hivyo? Ili kuweza kila mtu kumpush sehemu ambayo anaweza mwenyewe kusota kwamba mimi naweza nikapushwa nikafika hapa nikafanya kitu fulani. So tunaomba tuweke hivyo ili kila mtu aweze kuonyesha uwezo wake na ukubwa wake. Kwa hiyo ni brotherhood ambao tu tunajulikana, tumeungana sisi kwa ajili ya kuweza kupush hizi project. Tofauti upo kwenye nini? Kwa sababu hiyo brotherhood ilikuwepo tangu mwanzo. Tunaona mpo watatu, mpo wanne vile. Nao pia tunaona hivyo. Utofauti umebadilika kwenye nini papi? Utofauti kwanza kabisa utofauti wa kazi. Yaani tunapofanya sasa hivi kazi au tulivyoamua kufanya sasa hivi kazi sio sawa na mwanzo tulivyokuwa wanne au tulivyokuwa nyuma. Kwa hiyo ni njia ambayo unaweza kuona ni utofauti mkubwa, kwa sababu lazima malengo hapa mawili tofauti, ya mwanzo na ya sasa hivi. Yeah. Na kwa samani kwa kumjazia pia anavyosema utofauti, brotherhood ilikuwepo, hata Bad Nation is a family, One Man is a family too, na watu wote ambao wanapenda kufanya kazi sisi is a family. So utofauti ambao tumekuja nao sasa hivi, mwanzo tulikuwa tunajaribu kumpeleka mtu mmoja. Yaani kwa maana tulimchagua Anko ndo atuongoze katika hii safari mpaka anapoona sasa ameweza, na mpaka sasa hivi inshallah Mwenyezi Mungu amemsaidia ameweza. Kwa hiyo imekuja sasa hivi tutakatondoka pamoja, ila katika sekta, yani katika muda tofauti. Ile mwanzo ilikuwa ni yeye. Okay. Kwa hiyo ile the fact kwamba Chino sasa hivi anafanya michezo yake, ile ni project. Ile ni project. Tayari ilikuwa planned. Yes, ni plan kabisa. Tunakaa chini tuna form One Man. Nani atakuwa leader, nani ataanza, kwa sababu ilikuwa Anko kule akashatangulia kwenye kila kitu, kwenye production kwenye kila kitu. So sisi kama hivyo tukakaa chini tena tukaweka power, tukasema bwana Anko, tufike hapa tuone tutaweza kufuata kitu gani. Lakini umeona sasa One Man ndio imekuwa chama namba 1. Imefanikiwa. One Man imekuwa chama namba 1. So tungetamani isiwe tu One Man, kwa sababu watu ni wengi. Hawezi wote kwenda kujaza net One. Unaelewa? Still kuna nafasi. So tukaona tuje na upande huu tuweze kuiona kila mtu, Papi na watu wako. Papi na watu wako njoo tu connect, Bwana na watu wako njoo tu connect, mimi na watu wangu njoo tu connect, twende. Nguvu iwe moja zaidi. Mara nyingi kwenye makundi kama ya family kama hivi kuna top. Achana nyinyi kama nyinyi kuwa na top leader, lakini kuna mtu ambaye ni kama investor au manager au ndo ana manage yao hapa. Who is your manager? Sisi tuna manager, yani vitu vyetu tunavyoviona vinavyoenda ni sisi wenyewe watatu. Chochote tunachokiona kinafanyika au kimefanywa ni sisi tu watatu. Ila kama kuna mtu anaweza kaona kama anaweza kuweka support yake, anakaribisha. Lakini okay, nice. Na mbali ya kwamba ni kundi, lakini pia as you said kama kila mtu anaruhusiwa kufanya solo project kivyake. Na kwenye upande wa contract ziko vipi? Like ukifanya kazi ya kundi kuna percentage hii hapa inaingia kwa kila mmoja wetu. Na ukifanya kazi ya solo kuna chochote kitabidi kiingie kwenye kundi au that's your own thing? Okay, sangoni kesa. Umeona kwa mfano hii project ya kwanza. Hii project ya kwanza imetambulisha wote, lakini source na founder ni mimi mwenyewe. Kwa mimi mwenyewe nikasema naweza kufanya kina hizo kwa ukubwa hivyo. Na my brother Zombe akisema nyie tayari mpo watatu na mnapawa, mnaweza mkajiorganize mkafanya kwa ukubwa. Tukasema twende. Kwa hiyo ili yani founder na sio ni kwa mimi mwenyewe. So tunavoenda katika mikakati, kuna project za Bwai, kuna project za Papi. Tunavoingia ni vipi? Pale sasa hivi unajua kabisa kuna masuala labda ya percent na vitu vingine. So Bwai ameshika kwenye project yangu pale, ana percent yake, Papi ana percent yake. Na mimi nikija vivyo kwa Bwai pia naweka percent yangu, kwa sababu kuna kitu nitafanya kwenye hiyo project. Hii ndio itasaidia kupunguza zile mshoga anaweza kashupa na kuweza kupata ambacho umekiweka. Unajua sio wote wanapata wanachokiweka. Wengine wanaambia matusi, wengine lawama, wengine ndo hivyo. So tukasema tutie nguvu kwenye kitu ambacho tunaona hizi kitarudisha. So Posh sasa hivi tumoja na project hii, lakini kuna Bwai, kuna Papi, kuna mapata platform, kuna mapata Zombie mule, kuna Billnas, lakini project ndo nimeshika mimi mwenyewe na ndugu zangu wote wapo katika share. Nyinyi ni miongoni mwa watu ambao mmepokelewa kwa love sana. Kwa sisi watu wa nje
au watu ambao tupo kwenye industry tunavyoona pengine tofauti hata na makundi mengine. Yaani nimepokea kwa love kutoka kwa watu ambao wapo kwenye tasnia, kwa maana wasanii, watu wa media na vitu kaa hizo. My question is, hawa ambao mmeinclude kwenye hii project na ambao mtainclude kwenye project zinazokuja, tunaenda kifamilia pia? Kwamba sasa wanangu, we need to support you guys kama Billnass. Mimi nimeweka nguvu zangu tu hapa just for the love. Au hata ikitokea nataka love lakini lazima tumlipe. Let's be specific kwenye hii project ya sasa hivi. Vitu vyote ambavyo vimehusika mwili ndani vimeenda kimikataba au vimeenda kifamilia? In which pia si mbaya. Cha kwanza, mabrother zetu ambao tunashirikiana nao wana upendo sana na sisi, si ndio? Na pia sisi tunawapenda sana. Shout out zinde sana kubwa kwa brother Billnass. Shout out zinde kubwa sana kwa brother Platform, bila kumsahau Zombie mwenyewe Stukizi, si ndio? Kiukweli brother Billnass ni mtu poa. Yes, kwa sababu sisi toka tumefika kwenye kile kiwango cha kutengeneza huu muziki, yeye alikuwa tayari kashapewa exclusive na brother Stukizi, si ndio? Kwa sisi kwamba tunakutana, tulikuwa ni kipindi cha Ramadhani. Tumekutana tu, ndugu zangu, inauma sana hii. Mimi na bless kama vipi na atilia vesi hapa. Hamna semaje, basi bro, kweli sisi tuna noma. Hii ndo safari. Basi kweli mkubwa akatutilia vesi pale. Hatujakaa vizuri naye, hiyo siku ikaisha. Pia asubuhi yake sisi tunaamka tu asubuhi tunamkuta baza platform ka post kipande kwanza kidogo Instagram. Kama kweli basi kitu wakubwa umetubless. So sisi tunaona love ambayo tunaitengeneza kwa wakubwa ni kubwa sana, mpaka sisi wenyewe pia tunashindwa kuihandle. Yani kwamba sisi yani wanarudisha love mpaka sisi yani mpaka tuna tuwalipe nini my brother. Yes, mpaka nafikiria kwamba hata nikisema namlipa hela haitoshi. Yes, and that's it. Kwa sisi tunachowashukuru kwa upendo wao, na tunaomba kwa Mwenyezi Mungu pia wazidishie baraka, wafungulie milango yao riziki. Amen bro, let's keep pushing. Oh bless. Yeah, nice. Hiyo kubwa sana man. Yes, mtu akionyesha love pia inabidi umpe love. Yes, so swali moja kabla tuende break. Kwenye project ambazo zinakuja tumtegemea Anko pia maybe labda akiingia kama alivyoingia Platform alivyoingia. Mkubwa tuna external na magoma. Magoma yote yana vitu vingi. Mkubwa tuna magoma. Yaani noma, tuko sawa. Tuko sawa. Kwa sababu unajua kiu ya watu, kuna watu hawaelewi situation iliyoko kati yenu. Wengine wanahisi kama mlizinguana to the point kama kila mtu abidi afanye kivyake. So to make it clear, watu inabidi waone Chino yuko pale sahihi, pamoja na familia yake. Ndio Chuma kimetoka. So tutarajie anytime soon. Au ndo kwenye ile external ni nyimbo ya 834 ndo Anko yupo. Hapana. This is really exclusive. Tutakuja kuelezea kweli, lakini kiukweli tuko sawa. Unaona na hao watu ambao umewataja hapo, like Mario na shout for Mario boss wetu pia ni mtu kubwa sana ambaye anatusupport kwenye hii issue, si ndio? Na kwa kweli anatupa blessings zote, na vile vile akiona chochote kilichokuwa labda kimekuwa makwama nini, kuna gap, basi yeye anakuja na cover pale, kila kitu kinaenda fresh. Nice. And although pia Uncle Chino, pia shout out for my Uncle Chino, we love you bro. Kwa ndo hivyo, naye pia ni mtu mmoja ambaye anasupport pia harakati zetu. Yes, that's it. Bro. Nilipata nafasi ya kuzungumza na Chino juzi kati hapa. Ako na love pia. Unajua kuna wengine wanaweza kaisi kuna mambo lakini yuko na love pia, hata kushare pia ana share, mazungumzo pia ni mazuri. Kweli tuweke tu wazi watu. Yes, tuweke tu wazi watu. Hakuna chochote, we good. Nice. Yani we good kabisa.